Kuwika kwa jogoo katika nyakati mbalimbali kwenye maisha ya mwanadamu huwa kunaashiria jambo fulani ambalo asilimia kubwa ya binadamu hawalijui. Ila jambo ambalo natamani ulijue na kuliweka akilini ni kuwa jogoo ni miongoni mwa viumbe wenye uwezo mkubwa wa kutazama katika ulimwengu wa kiroho kuliko viumbe wengine, na ndiyo maana jogoo anapowika baadhi ya nyakati huwa anakupa ujumbe wa kiroho ambao ili uweze kuuelewa lazima uwe mtu wa kiroho. Katika video hii nitakwenda kukuambia nyakati mbalimbali ambazo ukimsikia jogoo anawika unatakiwa kutamka shida zako na shida zako zitatoweka. Kama nawe ni miongoni mwa watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, amini video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanua Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Haijalishi wewe ni nani, upo wapi, endapo ukisikia jogoo amewika katika nyakati hizi, tamka shida zako na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu shida zako zitaondoka kwenye maisha yako. Namba 1. Kiwiko cha kwanza kuanzia saa 6 usiku mpaka saa 8 usiku. Miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, huu ni wakati ambao milango ya kiroho huwa inakuwa wazi, yani spiritual portal huwa zinakuwa zipo wazi. Kwa hivyo ni wakati ambao ulimwengu wa kiroho huwa unakuwa na nguvu kuliko nyakati nyingine, kwani roho zenye nguvu huwa zinakuwa macho. Utakapomsikia jogoo amewika kwa mara ya kwanza katika nyakati hizi, ni muda ambao unatakiwa kuomba ulinzi na ushindi, kwa sababu asilimia kubwa ya vitu ambavyo utaviomba katika wakati huu vitakwenda kutokea kweli kwenye maisha yako. Hivyo hakikisha unamuomba Mwenyezi Mungu aweze kukulinda, lakini ukapate ushindi katika changamoto mbalimbali ambazo unazipitia kwenye maisha yako, ikiwa ni pamoja na vita vya kiroho ambavyo unavipigana. Na utakapoweza kutamka shida hizo, ni rahisi sana shida zako kuweza kusikilizwa na kutatuliwa. Namba 2. Kiwiko cha pili, saa 8 usiku. Mara nyingi usiku wa manane ni wakati ambao asilimia kubwa ya binadamu wanakuwa wamelala usingizi wa fofofo. Lakini katika ulimwengu wa kiroho ni wakati ambao njia nyingi za kiroho zinakuwa wazi, na ndiyo maana usiku wa manane ni usiku ambao asilimia kubwa ya binadamu wenye nguvu za kiroho huwa wanajikuta wameshtuka bila sababu yoyote ya msingi, kwani roho zao zinakuwa zinawataka wafanye ibada ama wajiunganishe na uwepo wa Mwenyezi Mungu. Hivyo jogoo anapowika kwa mara ya kwanza usiku wa manane, kaa kimya. Lakini anapowika mara ya pili, tamka kuondoka kwa hofu, magonjwa mbalimbali ambayo yanakusumbua, lakini pia fukuza mikosi kwa jina la Mwenyezi Mungu. Utakapofanya ibada katika muda huu, ibada ya kuondoa hofu, magonjwa pamoja na mikosi, Mwenyezi Mungu atakujibu kwa urahisi kuliko nyakati nyingine, kwani huu ni wakati ambao Mwenyezi Mungu huwatazama binadamu walioamka na kufanya ibada kwa jina lake na kuyajibu maombi yao kiurahisi kuliko nyakati nyingine. Haimaanishi Mwenyezi Mungu huwa anahisi ugumu kumjibu mwanadamu, bali huwa anaangalia utii wa mwanadamu, kwa sababu wewe umeweza kutii agizo lake na umeweza kuamka usiku wa manane hali ya kuwa binadamu wengine wamelala. Utakapoomba, basi Mwenyezi Mungu atakuondolea mikosi mbalimbali ambayo inakusumbua kwenye maisha yako, lakini pia Mwenyezi Mungu ataondoa hofu ambayo inakuzuia kuthubutu kufanya vitu fulani kwenye maisha yako, lakini pia magonjwa mbalimbali ambayo yamekuwa yakikuandama katika maisha yako, Mwenyezi Mungu atakwenda kuyaondoa pia. Utabaki mwanadamu huru kuliko binadamu wengine. Hivyo jogoo anapowika kwa mara ya pili, usiendelee kulala, bali amka na fanya kama ambavyo nimekuelekeza. Namba 3. Jogoo anapowika saa 9 usiku. Unapozinduka usiku wa saa 9 alafu ukasikia jogoo anawika,
Huo ni muda ambao unatakiwa kumuomba Mwenyezi Mungu afungue njia za mafanikio katika maisha yako, kwani katika ulimwengu wa kiroho huu ni muda wa kuomba kufunguliwa njia za mafanikio, ambapo katika ulimwengu wa kiroho utakapoomba kwa imani na kweli, njia zako za mafanikio zitakwenda kufunguka. Vikwazo mbalimbali ambavyo vinakuzuia kuyafikia mafanikio ambayo unayatamani kwenye maisha yako vitakwenda kuondoka na utakwenda kuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio kuliko binadamu wengine. Namba 4, jogoo akiwika saa 10 ya alfajiri. Tamka ondoleo la madeni na vizuizi vya kifedha. Katika maisha ya binadamu wengi kuna roho za madeni ambayo huwa wametupiwa, ambapo wanajaribu kupambana usiku na mchana ili waweze kuyashinda madeni kwenye maisha yao, lakini kila itwapo leo wanazidi kuwa na madeni, na mara nyingi hata wanapokamata pesa, badala ya kutumia pesa hiyo kujikwamua katika maisha magumu ambayo wanayapitia kwenye maisha yao, bali kuna shida mbalimbali ambazo zinaendelea kutokea, ambapo wanalazimika kutumia pesa hiyo ili mradi waendelee kuwa na madeni, na mara nyingi hao ni binadamu ambao wanaandamwa na roho za madeni. Hivyo inapotokea ulikuwa umelala alafu ukashtuka usiku wa saa 10 ama saa 10 alfajiri, ghafla ukasikia jogoo anawika, tafadhali usiendelee kulala, bali muombe Mwenyezi Mungu akuondolee changamoto mbalimbali za kifedha ambazo zinakuandama kwenye maisha yako, pamoja na madeni ambayo yanakuandama katika maisha yako, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu vitu hivyo vitaondoka na njia yako ya mafanikio itafunguka. Namba 5, jogoo anapowika saa 11 alfajiri. Katika maisha ambayo tunaishi mimi na wewe, zipo nyakati ambazo huwa tunapitia majaribu mbalimbali katika maisha yetu, na wakati mwingine baadhi yetu tunajikuta tukianguka kwenye safari ya maisha kwa sababu ya majaribu ambayo yametuandama. Lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, Mwenyezi Mungu hawezi kukuletea jaribu ambalo anajua utashindwa kulishinda. Kila jaribu ambalo linakuja katika maisha yako, Mwenyezi Mungu ameshakupima na akajua unaweza kukabiliana nalo na ukalishinda. Hivyo inapotokea umeshtuka saa 11 alfajiri, jogoo akawika, huo ni wakati ambao unatakiwa kumuomba Mwenyezi Mungu akushushie baraka pamoja na nguvu ya kustahimili majaribu mbalimbali ambayo yanakuja katika maisha yako. Na utakapoweza kufanya hivyo, ikiwa kuna majaribu fulani yanakuja kwenye maisha yako, utaweza kuyashinda kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Namba 6, jogoo anapowika saa 12 asubuhi. Mara nyingi saa 12 asubuhi ni wakati ambao giza huwa limeanza kutoweka na nuru imeanza kutanda kwenye uso wa dunia. Mabadiliko ambayo unayaona katika ulimwengu wa damu na nyama ndiyo hayo yanayotakiwa kutokea katika ulimwengu wa kiroho. Ina maana nuru inakuwa imelishinda giza na giza linakuwa limetoweka. Hivyo huu ni wakati sahihi wa kumuomba Mwenyezi Mungu aliondoe giza kwenye maisha yako na nuru mpya iangaze maishani mwako. Huu ni wakati ambao unatakiwa kuutangaza ushindi wa kuishinda nguvu ya giza kwenye maisha yako. Utakapomuomba Mwenyezi Mungu aiondoe nguvu ya giza katika maisha yako kwenye wakati huu, hakika Mwenyezi Mungu ataweza kuiondoa nguvu hiyo na nuru mpya itakwenda kutawala kwenye maisha yako. Namba 7, jogoo anapowika kabla ya alfajiri kamili. Ninaposema kabla ya alfajiri kamili, ni kwa mfano saa 9 na dakika 40, saa 9 na dakika 50 ama saa 9 na nusu. Huu ni muda ambao ni kabla ya alfajiri, kwani alfajiri inaanzia saa 10. Hivyo unapokuwa umelala katika mida hii alafu ukasikia jogoo anawika kwa kujirudia, tafsiri yake ni kuwa huu ni wakati ambao inaaminika mbingu huwa zinakuwa zimefunguka. Ni wakati ambao mwanadamu anatakiwa kuomba rehema na msamaha wa makosa yake, na Mwenyezi Mungu ataweza kumsikia na kumsamehe. Kama nawe ni miongoni mwa wanadamu ambao huwa wanazinduka katika mida hii na ghafla wanasikia jogoo anawika, muda huo jogoo anakuwa anakukumbusha kufanya toba ya kweli mbele ya uso wa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ataisikia toba yako, atakurehemu, utakuwa miongoni mwa binadamu waliotakaswa. Namba 8, kiwiko cha mwanga wa kwanza katika uso wa dunia.
Mwanga wa kwanza katika uso wa dunia unapoangaza, alafu ukasikia jogoo amewika, huu ni wakati ambao unatakiwa kutamka ndoto zako na malengo yako mapya ambayo unatamani yaweze kutimia katika maisha yako, kwani ni wakati wa kuzaliwa upya. Kila unapoamka jua likimurika katika uso wa dunia, umezaliwa upya. Wewe si wa jana, ndiyo maana makosa ambayo uliyafanya jana yaliishia jana. Umepewa nafasi nyingine ya kuja kufanya upya kwa ufasaha. Hivyo utakapoweza kutamka malengo na ndoto ambazo unazo katika maisha yako, Mwenyezi Mungu atakushushia neema ya kwenda kutimiza malengo na ndoto ambazo unazo kwenye maisha yako. Namba 9. Kunapokuwa kumepambazuka, jua limeshaangaza katika uso wa dunia, alafu jogoo akawika, huo ni wakati ambao unatakiwa kuomba mafanikio na ushindi wa siku hiyo katika maisha yako, kwani utakapoianza siku yako huku nguvu ya Mwenyezi Mungu ikiwa katika upande wako, hakuna chochote kigumu ambacho kitakushinda na kuyazuia mafanikio pamoja na ushindi ambao unastahili. Hivyo jogoo anapowika hali ya kuwa jua limeshaangaza na kutawala katika uso wa dunia, ni ishara ya ushindi wa siku hiyo, kwani nuru inakuwa imeshafukuza giza na giza limetoweka, nuru limetawala katika uso wa dunia. Vivyo hivyo katika ulimwengu wa kiroho, nuru inatakiwa itawale na ukawe mshindi katika kila unachokifanya. Namba 10. Kiwiko cha saa 12 kamili asubuhi. Jogoo anapowika saa 12 kamili asubuhi, toa neno la shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa maisha mapya na kwa namna ambavyo alikulinda wakati wote wa usiku. Utakapoweza kufanya hivyo, Mwenyezi Mungu ataendelea kukuzidishia rehema na baraka kwenye maisha yako, kwani Mwenyezi Mungu huwabariki zaidi binadamu wenye kawaida ya kumshukuru kuliko binadamu wengine. Namba 11. Jogoo anapowika wakati wa kimya cha usiku mzito. Usiku mzito unapokuwa umetawala katika uso wa dunia na ukimya ukawa umetawala katika maeneo hayo, ghafla ukasikia sauti ya jogoo akiwika, huo ni wakati ambao jogoo anakuhabarisha kuweza kukemea pepo, kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho kuna vitu ambavyo vinaendelea katika ulimwengu wa kiroho. Huu ni wakati ambao unatakiwa kutamka maneno ya kukemea viumbe wabaya, ikiwa ni pamoja na mapepo, uchawi na mikosi, na mwisho wa siku vitu hivyo vitaweza kuondoka katika eneo lako. Namba 12. Jogoo anapowika ghafla bila jogoo wengine kujibu. Mara nyingi jogoo anapowika, jogoo wengine pia huwa wanaweza kumjibu jogoo huyo, lakini ghafla jogoo anapowika bila ya kujibiwa na jogoo wengine, omba siri yako kubwa ifunguliwe, kwani wakati mwingine inawezekana maisha ambayo unayaishi hayakuwa maisha yako, ni kwa sababu hauijui siri ambayo imejificha ndani yako, ambayo unaweza ukaitumia ikakuletea mafanikio katika maisha yako. Hivyo hakikisha unafanya dua ama ibada kwa Mwenyezi Mungu, ili Mwenyezi Mungu aweze kukufungulia siri kubwa ya maisha yako ambayo itakwenda kuleta mafanikio ambayo unatamani kuwa nayo maishani mwako. Namba 13. Jogoo anapowika wakati upepo mkali ukivuma ama mvua kubwa ikinyesha. Jogoo anapowika katika nyakati hizi, huu ni wakati ambao unatakiwa kutamka maneno ya uthabiti, usalama na nguvu ya Mwenyezi Mungu, kwani wakati huu inawezekana kabisa kuna viumbe mbalimbali wa kiroho ambao wanaweza kuwa wanalandalanda katika eneo lako. Hivyo hakikisha unamuomba Mwenyezi Mungu akuweke kuwa salama, lakini nguvu yake iwepo katika eneo lako, lakini pia wewe uwe mwanadamu ambaye una uthabiti kuliko wanadamu wengine, na yote hayo Mwenyezi Mungu ataweza kuyajibu. Namba 14. Jogoo akiwika wakati nyumbani kwako au mtaani kwako ukimya usiokuwa wa kawaida umetawala. Huu ni wakati wa kukiri makosa na kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu, kwani huo ni wakati ambao jogoo anakuwa na kukumbusha kuwa ni vema ukakiri makosa yako, kwa sababu inawezekana kuna vitu ambavyo umevifanya si sahihi. Tamka maneno ya kuomba msamaha dhidi ya makosa ambayo unayo katika maisha yako na Mwenyezi Mungu atakusamehe, utakwenda kuwa mpya. Namba 15. Jogoo akiwika karibu na saa 9 usiku. Mara nyingi jogoo anaweza kuwika saa 8 na madakika. Mara nyingi jogoo atakapowika katika mida hiyo, omba roho ya amani,
furaha na utulivu wa moyo katika maisha yako, na yote hayo Mwenyezi Mungu atakwenda kukujibu. Utulivu ambao unauhitaji utakwenda kuanza kutokea kwenye maisha yako, na kutokuwa na amani ambako kumetawala katika maisha yako kutakwenda kutoweka, na utakwenda kuanza mwanzo mpya, mwanzo wa amani na furaha ambao moyo wako unatamani uweze kuwepo maishani mwako. Namba 16. Jogoo zaidi ya mmoja watakapowika kwa wakati mmoja. Katika hali ya kawaida tumezoea kuona jogoo mmoja anawika kisha jogoo wengine wanamuitikia, lakini zipo baadhi ya nyakati ambazo jogoo wengi wanaweza kuwika kwa pamoja. Jogoo wengi wanapowika kwa pamoja, hii ni ishara ya nguvu ya umoja. Inamaanisha utakapotamka maneno ambayo yanaleta umoja katika maisha yako yatakwenda kufunguka, kwani inawezekana ugumu wa maisha ambao unaupitia katika maisha yako ni kwa sababu haujajua ni akina nani ambao unatakiwa kushirikiana nao, ama unashirikiana na binadamu ambao si sahihi kwenye maisha yako. Utakapoweza kutamka ombi la kumuomba Mwenyezi Mungu awalete binadamu ambao unatakiwa kushirikiana nao, wakiwemo wanafamilia yako, basi Mwenyezi Mungu ataanza kukuletea watu sahihi. Amani na umoja vitatawala katika maisha yako, na hapo utakuwa na nguvu ya kwenda kutimiza chochote ambacho unahitaji kiweze kutimia kwenye maisha yako. Namba 17. Jogoo anapowika wakati unaumwa. Ni wakati ambao unatakiwa kutamka maneno ya kuachilia maumivu yako yote ambayo yanakuandama kwa wakati huo. Tamka kupona na kuachilia maumivu, magonjwa au mikosi ambayo inakuandama katika maisha yako, na Mwenyezi Mungu atakwenda kukuponya dhidi ya maradhi ambayo unayapitia katika maisha yako. Namba 18. Jogoo anapowika wakati muda mfupi umetoka kuota ndoto mbaya. Zipo nyakati ambazo unaweza ukawa umelala, lakini unapokuja kuzinduka tu unamsikia jogoo amewika. Huo ni wakati ambao unatakiwa kuibatilisha ndoto mbaya ambayo ulikuwa umeiota. Tamka, nimeachiliwa, nuru imeshinda giza. Utakapoweza kutamka maneno hayo, ndoto mbaya haiwezi kudhihirika katika maisha yako. Namba 19. Jogoo atakapowika wakati moyo wako unahisi uzito katika kufanya jambo fulani ama umetawaliwa na wasiwasi. Huu ni wakati ambao unatakiwa kutamka maneno ya ujasiri na matumaini. Huu ni muda ambao unaweza kusema ninaweza, ikiwa upo katika mazingira ambayo unahisi hauwezi kutimiza kitu ambacho unadhani ulikuwa unatamani kukifanya kwa sababu ya ugumu ambao pengine umeambiwa na watu wengine. Jitamkie ujasiri, na wakati huo chochote ambacho umejitamkia kitakwenda kutimia katika maisha yako. Namba 20. Kiwiko cha mwisho cha jogoo kabla ya jua kuchomoza. Jogoo anapowika kwa mara ya mwisho kabla jua halijachomoza, tamka ushindi wa siku yako, kwamba hakuna nguvu itakayokuzuia kutimiza malengo yako, kwa sababu ulizaliwa ili ukawe mshindi katika uso wa dunia, na chochote ambacho kingeweza kuja na kuwa kizuizi katika maisha yako hakitaweza tena. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema, na nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana. Asante, bye. Tukutane katika video ijayo.